Lakini sijui katika mafunzo hayo, sijui mnafundisha jinsi watu kutokana na umaskini. Tumefanya utafiti muda mrefu sana, kama unavyosema mheshimiwa, mawazo mazuri ambayo tumeyapokea tutaendeleza. Ni kwamba katika uchunguzi tumegundua kwamba kuna mambo mengi sana ambayo jamii yetu inaonekana kwamba inakuwa nyuma katika mambo yale, lakini vile vile kuna mambo ambayo sisi kama jamii yetu ya Kiislamu tuna uwezo wa kutoa mchango katika serikali, na uko wazi na njia zipo. Tumegundua mojawapo nikwambie, na masomo tulikuwa tukifundisha ni masuala, mfano masuala ya uchumi. Masuala ya uchumi, kuna uchumi unapatikana kwa watu, kuwahimiza watu kufanya kazi, lazima ufanye kazi. Tumegundua kuna fursa za ajira nyingi zinaonekana kama hazipo, watu wanakuwa ni wamekaa tu kama vile hakuna ajira, wakati sivyo, ajira ziko nyingi sana. Lakini namna gani ya kuzitambua na kuzielewa, hilo ni jambo tulikuwa tukiwafundisha watu. Lakini vile vile kuna njia ambayo ipo katika dini yetu ya Kiislamu. Kuna swala zima la nguzo kama ya zaka, kuna mambo ya wakfu, na kuna mambo ya sadaka na kadhalika. Haya ni mambo muhimu sana ambayo yanaweza peke yake, kama yanakwenda vizuri, yanaweza yakatatua matatizo ya mtu mmoja mmoja katika jamii tunahusika, yanaweza yakatatua katika familia, na yakatatua katika jamii kubwa, katika dini, na hata katika nchi. Nikupe mfano, tulikuwa tukiwafundisha watu, kuwaonyesha, na ndio maana katika makundi malengo ilikuwa ni wafanyabiashara, wafugaji na wakulima. Na tumeona nao, baadhi tumewaambia. Na niseme hivi, serikali peke yake haiwezi kuhakikisha kwamba yani inafanya kila kitu. Lazima serikali ishirikiane na wadau. Na wadau wakati mwingine ni sisi wanazuoni kama unavyosema, yani wabobezi kwenye dini. Dini ina mchango mkubwa sana katika kuhakikisha maendeleo ya taifa lolote. Kwa hiyo ile dhana ya kwamba watu wa dini kazi yao tu ni moja, ni kuswali, si sawa. Mimi nakumbuka zamani zile nilikuwa nimeambiwa kwamba ibada si swala tu la kwenda tu msikitini na kuswali, hapana. Hata haya mengine unayoyafanya ya kuhakikisha kwamba yanaboresha maisha ni ibada. Kwenda kwenye kuzalisha mali ni ibada. Vingine ni ibada. Kwa hiyo ibada ni dhana pana ambayo haichukuliwi kama inavyotakiwa. Unakuta mtu anabaki na kapengele kamoja tu kulala pale msikitini na kutoka, na anaendeleza umasikini wa kizazi na kizazi. Sasa vile vitu vinatakiwa vikemewe, ili mtu ajue kabisa kwamba Mwenyezi Mungu alivyomuumba akamleta duniani akiwa na viungo, akiwa na akili, akiwa na nini, anatakiwa atumie rasilimali yake yote kwa ukamilifu ili kuboresha maisha ya mwananchi, kuboresha maisha yake, lakini kuboresha maisha ya watu wengine. Ana hilo jukumu, na wala sio ombi. Mwenyezi Mungu hajakuumba uje ukae tu usiwe mzalishaji, lazima uje uzalishe. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amekuumba na akakuwekea na mazingira, vitu vingi vimekuzunguka, kutumia vitu kwa akili yako na maarifa yako kuweza kuhakikisha maisha yanaboreshwa. Na wewe ukiwa ni mchango wa kuboresha maisha ya wengine ni thawabu. Ndivyo unapopata thawabu hivyo. Umebuni kitu, umelima, umekuja kuwapa angalau hawa walikuwa hawana chakula, umetoa zakao kama hivyo, wengine wakapata chakula, thawabu hiyo. Kwa hiyo yani masuala ya mafunzo yanahitajika sana. Bado tumeganda, tuna mawazo tu ya kwanza lazima unaswali swala 5 ndio. Lakini apart from swala 5 una thamani gani katika maisha ya jamii? Hiyo thamani ya maisha ya jamii ndio ambayo inatakiwa waambiwe. Kwenye kuswali swala 5 watu wameshafanikiwa, wengi wanajua wana huo wajibu. Lakini swala la kuongeza thamani katika jamii kama Muislamu, wewe umeongeza thamani gani kwenye jamii kama Muislamu? Lazima ile swali ujiulize. Na kama ukiona huna thamani yoyote, ufanye kazi, uamke kwenye usingizi ufanye kazi, ili uweze kuwasaidia wengine, thamani ifanyeje? Iongezeke. Ikiwa ni kwenye masuala ya kupanda miti, haya, ikiwa ni masuala ya nini. Tunaona hapa wakati mwingine watu wasema jamani, ungejua Waislamu wamenyimwa ajira, lakini si kweli. Hakuna yoyote, nataka niwaeleze kwa huku bara. Mimi naingia sana kwenye vikao vya kuajiri watu. Haipo yote amenyimwa ajira, ana knowledge yote ya kutosha, yuko vizuri, akanyimwa ajira kwa sababu eti tu ni Muislamu.
hivi haya vibaguzi vidogo vidogo vya dini nini vipo, lakini nataka nikueleze hayupo yote mtu mahiri anayeleta tija katika taasisi akaweza kumfunika. Huwezi kufunikwa, unaleta tija. Lakini kama sasa tija yake ni ndogo, unaweza kusema kwa kuja mimi wanambia kwa sababu Muislamu. Mimi wangu nataka malalamiko, nataka yani ni prove beyond doubt. Kwamba wewe kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu kile, lakini kitu gani ambacho ulisha kiproduce ili kionekane kabisa kwamba umedhulumiwa kwa sababu hiyo. Kuna sasa nyingine hana. Kwa hiyo tuwajenge watoto comprehensively, holistically. Kama ni jamii yetu ijenge holistically. Jamii ya watoto tujenge holistically. Unakuwa tu unamkazania huku haendi shule, ni mtoro, ni nini, anakuja anafeli. Unasema kwa kweli watoto wa Kiislamu wanafelishwa. Hesabu hajui. Hujamkazania mzazi kusoma hesabu, asome hesabu pamoja na kukariri na kusoma kila kitu huku kwenye majuzu yote kamaliza, na hesabu nayo ajue. Na kitu kimoja ambacho wazazi wa Kiislamu hawajui, mtoto akiwa mzuri sana kwenye madrasa, huku pia anakuwa mzuri sana. Ukimsisitiza, huku anakuwa mzuri kweli kweli. Akicombine vyote, anakuwa mzuri. Sasa ukisema tu kwamba hivi hapana bwana, hiyo elimu dunia, hii elimu hii, wanaachwa nyuma, fursa zinawakimbia. Kwa mambo kama hayo pia ni mafunzo ya kuwafundisha wazazi. Ili sionekane watoro ni watoto wa Kiislamu. Kwa bahati mbaya sana, nasema kwa bahati mbaya, kwa mfano kuna sehemu ambazo watoto wa Kiislamu ndio ambao ni Waislamu wengi, wanaonekana kama watoto wa Kiislamu hawapendi kusoma, hawapendi kufanyaje. Mbona sisi tumetoka Kilimanjaro, tulikuwa Waislamu, tulikuwa tunasisitizwa masuala ya kusoma shule za kawaida kama kawaida. Na madrasa unaenda kama kawaida, lakini wakati wa shule unaenda shuleni kama kawaida, na tukafaulu vizuri sana. Sasa inakuwaje huku mnasema kwamba eti watoto haiwezekani? Ni swala tu la sheria, tufuate sheria, tuwalazimishe watoto na wazazi walazimishwe. Sasa wazazi wanalishwa kina nani? Ni hawa wakina mama hao ambao mnawafundisha mafunzo ya malezi. Malezi maana yake nini? Sio kumpa mtoto chakula tu na kumpa nguo, hapana, na kumpa hizo elimu, kuhakikisha mzazi unatimiza maagizo yako yote. Na masuala ya maisha ni mchakato, lakini ukitaka maisha mazuri lazima sana upanue akili. Na kupanua akili ni mafunzo kama haya. Ukipata hayo maarifa kupanua akili kama hivyo, utakuwa na ujanja wa kwenda huku, ujanja wa kwenda kule, unaboresha maisha ya familia yako. Na Mwenyezi Mungu akikujalia kama umepata zaka, unaweza kuboresha na maisha ya familia nyingine. Ndivyo tunavyobebana, hatimaye ndio maendeleo ya taifa. Maendeleo ya taifa si ya mtu mmoja, sio mheshimiwa rais pekee yake ataleta maendeleo. Ni sisi wote tunahusika kwenye maendeleo kwa kufundishwa, lakini na kupewa maarifa na kupewa ufahamu ndio tunaweza. Kwa mimi huu ufahamu wa kusema kwamba kama ulivyosema imamu yuko pale anasema kwa kweli sisi hatuna sadaka. Sadaka tunapata tu shilingi 30,000 au shilingi 10,000. Msikiti umejaa tele, lakini umeleta shilingi 30,000. Ni kwamba pale una watu ambao hawafanyi kazi. Wapeni maarifa ya kufanya kazi, wawe wajasiriamali, wafanye biashara za halali, wapate kitu cha kumrudishia Mwenyezi Mungu ili kiweze kuwasaidia watoto wengine wa Mwenyezi Mungu. Lakini unakuta msikiti unaendeshwa kwa umasikini mkubwa, hauna zulia, hauna nini. Kwa nini? Jenga tu utaratibu. Watu wanalima, wanafanyaje, tunawekeana mkakati. Yaani na tuna wadau chungu sima ambao wanaweza kutusaidia maarifa mbalimbali. Lakini jinsi ya kumfikia huyo mdau, upewe maarifa. Maarifa ni mafunzo. Kwa hiyo hili swala lenu mimi ninalipenda kwa sababu litachangia katika kuhakikisha kwamba uchumi wa Singida unakuwa. Katika mikoa ambayo uchumi wake hauridhishi ni pamoja na Singida. Sasa hili linatumiza sana sisi viongozi wa mkoa. Na Waislamu mara nyingi ukiangalia mahali ambapo pamebobea dini ya Kiislamu huwa ni matajiri. Sio masikini. Huwa ni matajiri. Kwa sababu wanajua zile formula za kufanya biashara na nini, za kufanya biashara halali, vitu vya halali ambavyo Mwenyezi Mungu anafanyaje? Anaviongezea baraka, vinapanuka, vinafanyaje? Lakini sasa ukiona kwamba kuna mtu anaambatisha umasikini na Uislamu, huyo hajajua dini vizuri. Uislamu hai-entertain umasikini. Kwa hiyo mimi niseme tu katibu na mwenyekiti wetu, fursa kama hizi tuzichangamkie. Na wakati mwingine mnaalika watu kama wakina mkuu wa mkoa, mnatualika hata na sisi tunafungua hizo semina, tunawasisitiza na